Shukuru yetu.
kwa ajili ya kusikia hekima zako, kwa ajili ya kusikia sauti yako. Asante Yehova kwa ajili ya kanisa lako. Baba, tumekusanyika kwa ajili ya kuja kula kwako. Viko vyakula vingi duniani ambavyo wanadamu wamejitengenezea, lakini sisi Bwana, asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako kulisha chakula chako cha rohoni. Naamini ya kwamba liko kusudi jema kwa ajili ya kanisa lako. Baba, tumeingia nafsi zaidi ya nafsi 100 mahali hapa, lakini kila nafsi Bwana wewe waijua na kuitambua. Nasi Baba tuko kwako kwa ajili ya kupewa kila ambacho Baba umekusudia. Asante kwa ajili ya mtumwa wako na mjoli wako ambaye Baba tumeomba kwa ajili yake kwa wiki nzima. Tunaamini Bwana umetenda mambo makuu ndani yake. Asante kwa sababu umeweka neno lako la uzima. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu atasimama na kunena naye katika kinywa chake, ili ya kwamba sisi tupate chakula kutoka kwa kuhani huyu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameingia hekaluni mwako. Najua Baba kila namna na jinsi ya mtu ambavyo ameingia nyumbani mwako. Baba, kuna huduma mbalimbali ambazo umeziandaa kwa ajili ya kutuhudumia. Nasi Baba tunatulia mbele ya kiti chako cha enzi, ili ya kwamba uende kutuhudumia sawasawa na mapenzi yako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya ualimu. Baba, tunaamini ya kwamba mtume wako Bwana unakwenda kumsikizisha yale ambayo Bwana umekusudia kuyanena asubuhi. Nasi kama kanisa Bwana Baba tunaomba kusimama katika nafasi yenye udongo mzuri, mahali ambapo neno lako litapata nafasi, mahali ambapo neno lako Baba litaingia ndani ya udongo huo mzuri. Baba, ninasimama kinyume Baba na kwamba ile mbegu itakapokuwa ikipandwa isije ikaanguka kando ya njia, ili ya kwamba ndege wanapopita waweze kuiharibu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naomba amani na utulivu katika mioyo yetu. Haijalishi Bwana kwa wiki hii, kila mmoja kwa namna yake na kwa jinsi yake, lakini uko Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuleta matulizo. Uko Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutuhudumia. Baba, tunaketi chini ya miguu yako ili tusikie yale ambayo Bwana umeyakusudia kwa ajili yetu. Naomba Baba katika jina lako takatifu, jina lenye nguvu na uweza, kanisa lako Bwana lipate kutulia. Roho Mtakatifu akaweze kutusaidia kuisikiliza katika ulimwengu wa roho, ili ya kwamba Bwana tupate chakula ambacho tutatembea nacho kwa ajili ya safari yetu ya kuja kwako. Naomba haya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote kanisa tuseme amen. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo na kuwaletea kwenu mtumishi wa Mungu mchungaji wa Dilisa. Karibu kwa ajili ya madhabahu ya Mungu kwa ajili ya neno la asubuhi ya leo. Kutunza na kuheshimu vibali tunavyopewa. Kutunza na kuheshimu vibali tunavyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Duniani hapa, ili tuweze kufanya mambo na tufanikiwe, ni lazima tutembee katika vibali mbalimbali tunavyopewa, ikiwemo vibali tunavyopewa na Mungu, ikiwemo vibali tunavyopewa na kanisa, ikiwemo vibali tunavyopewa na wazazi, ikiwemo vibali tunavyopewa na wanandoa. Tukitunza na kuheshimu vibali tunavyopewa, tukajua thamani yake, ni rahisi kufanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kibali cha kwanza, niombe tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Niombe mtu mmoja hapa nisomee.
Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Nisome hapo mtu wa Mungu. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Mungu na kwa watu pia. Kumbe katika maisha yetu, ili tufanikiwe, ili tufanikishe mambo kadha wa kadha, inatakiwa tuwe na vibali na tuvitunze. Samueli akakua, aliendelea kukua, akapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Leo hii tupo kanisani, Mungu ametupa kibali cha kuwa Wakristo. Mungu ametupa kibali cha kumjua. Mungu ametupa kibali cha kumwabudu yeye. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tunastahili kutunza na kuheshimu kibali tulichopewa. Bwana Yesu apewe sifa. Usifikiri kwamba kuwepo kwako kanisani ya kwamba ni wewe ulitaka kuwa kanisani. Ni kibali ambacho Bwana alikupatia. Hebu jaribu kutazama kwenye ukoo wako, ni wangapi ambao leo hawamjui Mungu, lakini wewe umepata neema ya kumjua Mungu. Ni kibali. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kibali, na kama ni kibali, inapaswa ukitunze, inapaswa ukiheshimu, inapaswa ukitumie ipasavyo. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunza na kuheshimu kibali ulichopewa na Mungu. Kibali cha kwanza ambacho tunatembea nacho ni kile ambacho tumepewa na Mungu, cha kujua wokovu, kumjua Mungu ni nani, kulijua kanisa lina maana gani, kanisa ni nini kwetu, kujua ya kwamba Mungu kwetu ni nani. Hicho ndio kibali cha kwanza. Kumjua Mungu, kufika mahali ukajua ya kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, hiki Mungu hataki, hiki Mungu anataka. Hicho ni kibali. Na kama ni kibali, tunahitaji kukitunza. Leo kuna watu ambao hawajapewa kibali. Asubuhi ya leo wako kwenye vilabu vya pombe, asubuhi ya leo wako wanafanya vitu vya hovyo. Ni kwa sababu bado hawajapata kibali. Lakini wewe umepata kibali cha kumjua Bwana, na kama umepata kibali, tunza hicho kibali. Usichezee kibali chako. Usifikiri ni kitu cha kawaida. Wako waliopewa kibali na Bwana cha kumjua Bwana, lakini wanachezea. Mungu amewatoa mahali pabaya. Mungu amewatoa topeni, akafika mahali akawapa kibali cha kujua kweli ya Mungu, cha kujua nini umfanyie Mungu, lakini leo wanachezea. Usichezee kibali chako. Wako watu leo Mungu amewapa huduma, lakini hawajui ya kwamba huduma ile ni kibali Mungu amewapa. Wanachezea huduma, wanatumia huduma wanavyotaka. Wamepewa karama, ni kibali hicho ambacho umepewa, karama ulionayo, na kwa sababu hiyo unatakiwa uitunze na uiheshimu. Wako watu ambao wamepewa tu karama za duniani, lakini wanaziheshimu. Wako watu ambao wamepewa vipawa na serikali, vipawa mbalimbali vya duniani, lakini wanavitunza na wanaviheshimu. Lakini leo wapendwa, tumepewa vipawa na Bwana, tumepewa huduma na Bwana, tumepewa vibali mbalimbali kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Wengine wanachezea, wanavitumia wanavyotaka. Wasipotaka hawafanyi, wakitaka watafanya. Wanachezea vibali ambavyo Bwana amewapa. Leo ninakusihi, acha kuchezea kibali ambacho Mungu amekupa. Mungu alikuangalia kwenye ukoo wenu,
ulikuwa ni mtu dhaifu, ulikuwa ni mtu usiojulikana, lakini akaamua akakuchomoa, akakupa kipawa, akakupa kibali, akakuwezesha, akakufanya kuwa mtu wa thamani. Tunza hicho kibali. Acha kuchezea hicho kibali. Niombe tusome Zaburi 19:14. Zaburi 19:14. Zaburi 19:14. Biblia inasema, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yapate kibali mbele za Bwana. Matendo yako yapate kibali mbele za Bwana. Huduma unaoitumikia, omba kibali mbele za Bwana. Usijikute huduma ifanya ni ya kwako, ni mali yako, unatumia unavyotaka, unafanya unavyotaka. Omba kibali juu ya huduma ulionayo. Omba kibali juu ya mambo mbalimbali ulionayo ndani ya kanisa, ili yaweze kuendeshwa chini ya Roho Mtakatifu. Jambo la pili, tunza na kuheshimu kibali ulichopewa na kanisa. Tunza na kuheshimu kibali ulichopewa na kanisa. Leo kuna watu ambao ulikuja hapa hujui chochote, ukafika mahali hapa, ikafika mahali kanisa likakulea, ukafika mahali ukapata ushemasi, ukafika mahali ukapata uinjilisti, ukafika mahali kama mwimbaji. Tunza hicho kibali ulichopewa na kanisa. Tunza na kuheshimu hicho kibali. Umepewa kibali na kanisa kama shemasi. Kibali hicho ukitunze, usichezee. Kibali hicho ukikitunza, kinaweza kikakufikisha mbali, ukaondoka kwenye ushemasi ukaenda mahali pengine, lakini ni kwa sababu umetunza na kuheshimu kibali ulichopewa. Walio wengi leo wanapewa vibali na kanisa, lakini wanachezea, lakini wanavuruga, lakini wanaharibu. Lakini nataka nikwambie leo, kibali ulichopewa na kanisa kitunze sana. Kibali ulichopewa na mchungaji wako, hicho kibali kitunze. Wako watumishi wengi ambao walipewa vibali na kanisa, lakini wakachezea. Walipochezea vibali vile vikaharibika, vilipoharibika wakarudi kuwa maadui wa kanisa kwa sababu tu walichezea vibali. Nataka nikwambie, unatamani kufanikiwa, unatamani kufika mbali, tunza kibali ulichopewa na madhabahu. Tunza kibali ulichopewa na kanisa. Wako wengi fika mahali wanapewa kibali, akishapewa kibali anasahau kama amepewa kibali. Anaposahau anaanza kufanya mambo jinsi vyovyote anavyotaka, halafu kile kibali kinaharibika. Kikishaharibika na baki hana kibali. Baada ya hapo mambo yanakuwa magumu. Ngoja niwape mfano. Niwape mfano ulio hai. Mwezi wa 11 nilikuwa nahubiri mahali. Nilipohubiri kwenye lile kanisa, kuna watu wameaminiwa kabisa, wamepewa kibali vizuri, wanamtumikia Mungu pale. Nikahubiri siku ile, nimehubiri. Nilivyohubiri nimefika njiani, sikamaliza, nikasikia kukamatwa kutamka neno. Nilivyokamatwa nikatamka, nikasema leo katika kanisa hili nitaomba mwishoni. Nikaambia kwa sababu ninaona kuna watu ambao wamepewa kibali lakini wanamdhihaki Mungu. Wameaminiwa na kanisa lakini wanamdhihaki Mungu. Na nikawaambia nitaomba, nitamwambia mwenye kanisa
ashughulike na wale ambao wanalichezea kanisa. Nikaendelea kuhubiri. Ilipomaliza mwisho, nikamwita baba, nikamwambia baba, kanisa ni la kwako, madhabahu ni ya kwako, watumishi wa hapa ni vibarua wa kwako, lakini kanisa ni la kwako. Wale ambao wanalichezea kanisa, wale ambao wamepewa vibali na kanisa lakini wanalichezea kanisa, naomba jidhihirishe, waweke wazi. Watu wakuchagua mchezo. Nikamaliza nikaondoka. Ilikuwa ni Jumapili. Ikapita Jumatatu na nikarudi chuoni. Hiyo Jumapili nikarudi chuoni. Jumatatu niko chuoni. Jumanne jioni nikapigiwa simu na mzee wa kanisa lile. Ananiambia, mchungaji, naomba unisaidie kuomba. Yuko kiongozi mmoja hapa kanisani amekuwa mweu. Ghafla tumeshtukia ni mweu anakimbia. Watu wamemkamata. Ni mweu, tusaidie kuomba. Nikamwambia nipe majina, kanipa majina, nikaomba. Niliomba. Baadaye wakaniambia, sasa hivi tunamwona na afadhali. Basi nikaacha. Mimi nikaendelea. Kesho yake ambayo ni Jumatano, wale watu wakanipigia simu, watu wawili, ni mwanamke na mwanaume. Wakasema, mchungaji, sisi ni kina fulani wa kanisa fulani ambalo ulikuja ukahubiri na ukaomba. Tunataka tukwambie kweli, mimi na fulani tumelichezea kanisa kwa muda wa kutosha na tuliaminiwa vya kutosha, tulipewa kibali cha kutosha, lakini nataka nikudhihirishie kuna mambo tuliyokuwa tukiyafanya na mwanamke huyo. Lakini nataka nikwambie, ulipoomba tulidharau, tukaondoka. Tulipoenda kwenda kufanya yale tuliyokuwa tukiyafanya, ghafla nikachanganyika, nikamweu, nikaanza kukimbia, watu wakanikamata. Wakati huo mama ananipigia simu, wako wawili, mke na mume, halafu wote, mke ni mke wa mtu, mume ni mume wa mtu, halafu wameaminiwa kanisani, ni watumishi kanisani, wameaminiwa vya kutosha, wamepewa kibali na kanisa, lakini wanalichezea kanisa. Ikafika mahali Mungu akashughulika. Nataka nikwambie, wiki ile ilikuwa ni wiki nzima, wale watu hawana raha. Yule mwanaume anakuwa ni chizi muda wote, hakina haribika. Ikafika mahali nikafunga safari, nikamfuata, nikakaa naye, nikampa sala ya toba, nikawaonya, nikamwambia, mkome. Kanisa la Mungu si la kuchezea. Ukipewa kibali uaminike, ukipewa kibali ukiheshimu, ukipewa kibali ukitunze. Nikamwambia, mkome. Haleluya, 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 haleluya. Ngoja niwaambie madhara ya kuchezea kibali ulichopewa. Hapo cheo, si ni kanisani kwetu? Mimi nimekulia hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo watu wakapewa kibali na mchungaji wao. Ngoja niwaambie, wakati mwingine tumejisahau. Unapopanda cheo fulani, unajisahau ya kwamba kuna mtu alikupa kibali. Mchungaji Musa, kibali cha sisi kwa wachungaji kimetoka Yerusalemu. Kibali cha kusoma kimetoka Yerusalemu. Kwa hiyo kusoma kusitufanye tukasahau tulikotoka, kusitufanye tukasahau vibali vyetu tumevitoa wapi. Haleluya. Wale watu pale, wazee wa kanisa, wamepewa vibali, wakapewa kibali cha kuwa wazee wa kanisa mahali pale cheo. Nataka niwaambie ukweli, mimi wasifichi. Walipopewa kibali wakasahau ya kwamba vibali vyao walipewa na nani. Wakaanza kucheza na yule aliyewapa vibali. Kumbe walipocheza na yule aliyewapa vibali, wanachezea vibali vyao. Kilichotokea ghafla kile kibali walichopewa, wakaenda watu wa chimbo pale, wakawanyang'anya kibali cha kuwa wazee wa kanisa. Hivi unafikiri aliyewanyang'anya kibali ni askofu? Kwa hali ya kawaida unaweza kufikiri kwamba jimbo ndio wanyang'anya kibali. Kibali aliyewapa ni mchungaji wao. Wakacheza naye. Walipocheza naye, kibali chao kilikuwa ndani ya mchungaji wao, kikaondoka. Kilipoondoka, mti waliokuwa wameukalia ukakatuka. Haleluya, haleluya.
ya kanisa, na Yesu amekupa ili kitumike, lakini fika mahali unasahau kibali kile kifanya ni cha kwako, uimbaji umeufanya ni wa kwako. Ukitaka kuimba unaimba, usipotaka unaacha. Wewe unachezea kibali, wakati wowote utanyang'anywa, wakati wowote utanyang'anywa. Ninawasihi kanisa ya kwamba tumepewa vibali mbalimbali ndani ya kanisa, tuvitunze. Na katika kuheshimu vibali vyetu, nataka niwaambie kuna mambo makubwa yanafanyika. Haleluya! Kuna mambo makubwa yanafanyika katika kuheshimu vibali tulivyo navyo. Kuna mambo makubwa katika ulimwengu wa roho yanayofanyika. Niwashuhudie kidogo. Wiki ilikuwa usiku wa Jumatano. Usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi, nimelala nikaletewa picha ya safari zangu za injili na safari za kawaida ninazopita. Nikiwa nimelala usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi, nikaletewa picha ya safari mule ambako napita. Kuna ambako napita naenda kanisani narudi nyumbani, kuna ambako napita naenda kwenye injili. Nikaletewa picha nimelala. Nilipotazama nikaona watu wabaya wengi, majini na mapepo njia panda, vimetegwa vinanisubiria kwa ajili ya kunizuru. Nikaviona ni vingi, vimekaa njia panda sehemu mbalimbali ninazozijua ninazopita. Lakini ghafla, wakati natafakari, ghafla nikashtukia pembeni yangu mkono wa kushoto, nikaambiwa angalia. Nilivyoangalia nikamwona askari mmoja hatari, nikamwona mama mwanajeshi mmoja amevaa komati za jeshi, yuko pembeni yangu mkono wa kushoto, halafu mimi niko mkono wa kulia. Tunatembea katika zile safari zangu. Kila tunapotembea, wale walionisubiria njiani wanapopiga jicho na mwana yule askari wanakimbia, wengine wanakaa vichakani. Sisi tunapita, kila tunapoenda yule askari kwa pembeni, tunaenda naye. Halafu matokeo yake nikaambiwa, huyo ni mmoja wa wanaokulinda, huyo ni mmoja wa wanaokulinda. Nataka niwaambie, tunza kibali ulichopewa na Bwana, ili uone mkono wa Bwana, ili uone uwezo wa Bwana. Tunza kibali chako. Shida walio wengi wanachezea vibali. Umepewa tu kwa mwana maombi kanisani, lakini hata hayo maombi ni unachezea. Lakini fikiri ni wangapi wanatamani kuomba lakini hawawezi, lakini wamepewa kibali cha kuwa mwana maombi. Tunza hicho kibali ulichopewa na kanisa, ulichopewa na Mungu. Tunza hicho kibali. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi huwa nasema Mungu amenipa kibali. Ilikuwa miongoni mwa watu wanyonge kabisa, watu wa chini, lakini Mungu aliponipa kibali, aliyekithibitisha kile kibali na kukisaini na kunitamkia ya kwamba sasa kuanzia leo utakuwa fulani ni mchungaji Shija. Na kama ni mchungaji Shija, kibali alichonipa na heshima lazima nitunze, lazima nilinde. Nataka niwaambie, tusipotunza vibali tulivyopewa tukakumbuka, tumekwama. Tulikuwa na mzee wangu chuoni pale, wakituangalia wanasema watoto wa mzee Shija. Hata kama muda hatuna hata, wengine wanapelekwa mbio. Sisi huyo nasema au sio kuhusu watoto wa mzee Shija. Nani? Si kibali cha tulipewa. Mwalimu shukrani, si kibali. Hapo tunarudi huku tunageuka, tunakuwa mwiba kwa Shija aliyetupa kibali. Hivi akiondoa kibali juu yetu kikaharibika, kwani watumishi wangapi ambao nawajua ambao walipewa vibali na watumishi wakafika mahali wakageuka nyuma? Walipogeuka nyuma, vibali vikaondolewa, na leo hawajui, wanahangaika, lakini hawajui kwamba ni vibali vilivyoondolewa juu yao. Nakwambia mtu wa Mungu, wewe uliyepewa kibali na kanisa, tunza hicho kibali. Usipokitunza, laana iko mbele yako. Kanisa limekupa kipawa,
limekupa simamia hiki, limekupa idara, wewe kiongozi wa idara. Imefika mahali idara ya wanawake wakafika mahali wakaweka kibali kwako, wakasema tunakufanya kwa mwenyekiti wa wamama. Hicho ni kibali ambacho tumepewa, tunza hicho kibali. Kwani wangapi wa mama wao lakini wamepewa kwa mwenyekiti, kwa kiongozi wao? Kwani vijana wangapi wako lakini wamepewa kwa kiongozi wao? Ni kibali tu wamekupa, na hicho kibali usipokitunza kinaweza kikaharibika. Ikafika mahali ukisimama ukizungumza hawakuelewi, hawakusikilizi, kwa sababu kibali kimeharibika. Kwa hiyo unapowekwa lazima utunze kibali. Tusome kitabu cha Esta 7 mstari wa 3. Esta 7 mstari wa 3. Esta 7 mstari wa 3. Biblia inasema, ndipo Malkia Esta alipojibu akasema, mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako, na mfalme akiona vema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu, na watu wangu kuwa haja yangu. Bwana Yesu asifiwe. Esta alitamani vitu vitokee, alitamani vitu vifanyike, lakini akagundua ya kwamba bila kibali hataweza. Kwa hiyo nataka kuambia leo, watu wengi wamefeli kwa sababu ya vibali. Wamechezea vibali, vibali walivyopewa na Mungu wakachezea, vibali walivyopewa na kanisa wakachezea. Leo wengi wanahangaika. Kuna wengine leo hapa wangekuwa ni kina fulani katika huduma, lakini mlipopewa vibali mkachezea, mlipopewa vibali mkajisahau, lakini hapo mlipo hamkustahili kuwa hapo. Lakini nataka nikwambie ya kwamba ndani ya mtumishi yoyote huwa kuna mikakati ambayo Mungu anayo, lakini kuna mikakati ya mtumishi, lakini ili timie lazima kibali. Yaani mimi leo niko bomba msinga pale, lakini lazima nijiulize ya kwamba natamani yafanyike makubwa hapa, lakini je, vibali vyangu viko wapi? Ninakumbuka kibali changu cha kwanza kiko kwa Mungu, lakini cha pili nasema kiko Yerusalemu, ndio wamenituma hapa. Kwa hiyo napopanga mipango lazima nimshirikishe mwenyewe, nimwambie Mungu kuna hiki na hiki, lakini lazima nimshirikishe mchungaji kiongozi, kwa sababu najua vibali vyangu viko mahali sehemu mbili. Sasa mwingine kishabarikiwa tukauinjilisti kwa yeye ni yeye, mipango ni ya kwake, kila kitu ni cha kwake. Anasahau ya kwamba hata ule uinjilisti kuna watu waliona wakafika mahali wakamwekea mikono kwa mwinjilisti. Anasahau, anaanza kupanga mipango ya kwake, hapo baadaye mambo yakiharibika anarudi kwa mchungaji kiongozi. Lazima tukumbuke kibali. Siku moja nikamwambia bomba mzinga kanisani, kama vile wao waliona kama natania, lakini waambia ukweli. Nikamwambia hivi, siku mkisikia naanza kupanga mipango, naanza kuzarau pale Yerusalemu, naanza kuzarau mchungaji kiongozi, ilikuwa kwenye ibada, nikawaambia mwanze kuniombea. Hapo naanza kutembea nje ya kibali, yatatokea mambo ambayo ninyi mtabaki mnashangaa. Kwa hiyo mkiona hayo, mwanze kuniombea. Jambo la tatu, tunza na kuheshimu kibali ulichopewa na mwanandoa mwenzako. Tunza kibali na kukiheshimu ulichopewa na mwanandoa mwenzako. Ngoja nikwambie, unapomwona huyo mama uliyemuoa ambaye ni mke wako, na kwa sura yake hiyo hiyo, na kwa vyovyote alivyo navyo, na kwa udhaifu alionao, wako watu wengi walioenda kumtaka kumuoa kama ulivyoenda wewe. Wako watu wengi walimjaribu kuongea naye wakahitaji kumuoa, lakini alipochekesha ikafika mahali kibali
kibali alichokupa. Heshimu hicho kibali ambacho ilifika mahali miongoni mwa watu wengi akakupatia wewe. Ukikitumia vibaya, inafika mahali anaanza kuwakumbuka wale wengine kwamba labda nilikosea, ningemkubali fulani, labda fulani yule alikuwa ndio sawa, kwa sababu tu umechezea kibali ambacho hajakupa mwenzako. Na ndio maana inafika mahali ndoa zinakuwa na migogoro mingi. Inafika mahali mnasuluhisha, unamwambia mama fulani, hebu tunakuomba samehe mume wako, urudi kwa mume wako. Anafika mahali anakataa. Nataka nikwambie, anapokataa ni kibali ambacho alikupa kimeanza kuharibika, kimeanza kuexpire. Inafika mahali hata watumishi wanasema, huyu ni mama fulani anakataa kurudi kwa mume wake. Kumbe shida kibali. Alipewa kibali kizuri kabisa na mke wake, lakini amechezea kibali. Lakini pia wamama mlioko hapa, mnapoona wababa wako hapa, unamwona baba amekuoa, huyo baba ndiye alikuwa na mamlaka ya kuchagua, na duniani walikuwa ni wengi mno. Akafika mahali akasema, sasa huyu kibali changu, sasa kibali cha moyo wangu na kiweka kwake. Alipokiweka kwako, tunza hicho kibali mama. Usiwe na wewe nyumbani ni jogoo ukataka kuwa msemaji wa familia. Tembelea saiti yako, muulize Mungu ya kwamba mimi kama mama kwenye ndoa, saiti yangu ni ipi? Nitembelee saiti yangu, tusigongane. Maana walio wengi wamehama kwenye saiti zao. Mama anataka kuwa msemaji wa familia, mama anataka kuwa bwana mipango wa familia, mama anataka kuwa msemaji wa mwisho kwenye familia. Lakini je, Mungu ndivyo alivyosema? Na bahati mbaya, huyo mwanaume muona ameumbwa tofauti na wewe. Nataka nikwambie, kichwa chake, mipango yake ni tofauti na wewe mama. Ndio maana Mungu akasema baba ni kichwa cha familia. Sasa wewe mama unataka kuwa kichwa cha familia, kutakuwa na amani kweli? Hata kama baba hana hela. Mama wengine wanatumia unyonge wa baba kwa sababu hana hela. Yeye ni mfanya kazi, baba sio mfanya kazi. Yeye ni mfanya biashara, baba sio mfanya biashara. Nataka nikwambie hivi alivyo, hata kama na suruali moja, yeye ni baba wa familia. Haleluya! Hata kama anajua kuemea vizuri au hajui, huyo ni baba wa familia, na Mungu alimwamini, ndio maana wewe alikupeleka kwake. Kwa hiyo heshimu, tunza kibali. Shida ni yaani sisi tumeumbwa, baba na saiti yake ya kupitia, kama vile magari njiani hapa. Ukitoka hapo nje, lazima huyu anayetoka huko na saiti yake na yule kuna na saiti yake, huyu akihamia saiti nyingine wanagongana. Ndivyo ilivyo kwenye ndoa leo. Mama anataka kuwa mwamulishaji wa watoto, yeye anakontrol watoto wasimjue baba, watoto wasiwe na ndugu kwa baba. Haiwezekani. Mama mmoja amenisumbua sana. Mume wake ni askari, amemuoa tu akamruhusu kujua mshahara wa mume wake, na baba akipata mshahara anakuja nampa mama, tunza hizi pesa. Akamwamini, wakaenda. Kilichotokea, mama akiona kitenge kimepita pale nje anacho, mama akiona kitu fulani anacho. Halafu huyu baba mshahara wake ni mwezi kwa mwezi, pesa zinaisha mapema, anarudi kumwomba baba. Ikafika mahali baba yule wakikosana na mama anachukua zile hela alizopewa, anakata tiketi na safari anaenda kwao, baba anabaki hana hela. Ikafika mahali baba
mshahara wangu utauona, nitaemea mwenyewe na hela tutatunza mwenyewe. Mama yule akaleta kesi kwangu. Alileta kesi kwangu, tukacheketa. Nikamwambia mama ni mpumbavu. Nikamwambia mama wewe ni mpumbavu. Uliaminiwa, ukapewa kibali. Upeani. Kwa hiyo ni shida ambayo imekuwepo. Ukiaminiwa, ukapewa kibali, tunza kile kibali. Na usimuone mwenzako ni mjinga. Usimuone hana akili. Jambo la 4, tunza na kuheshimu kibali ulichopewa na wazazi. Leo kuna watu hapa vibali vyao vya wazazi vilishaondoka, wamebaki wana mangamanga wenyewe. Leo yuko huku yuko kule, kibali hana, anashika hiki kinateleza, anashika hiki kinakataa, anashika kile kinakataa. Ni kwa sababu wazazi walimpa kibali, halafu kibali akachezea, anatembea hana kibali. Kama watumishi ambao wanafika mahali wanainuliwa, wanafika mahali wanapata utumishi, wanafika mahali kama mchungaji Edward alipofikia, halafu nafika mahali napoteza kibali. Nikipoteza kibali naanza kuiona huduma ni mbaya. Nikishika hapa inakataa, nikienda huko inakataa, nikienda huko inakataa, halafu nabaki na laumu watu wengine. Kumbe mimi mwenyewe nimeharibu kibali. Ndivyo ilivyo leo. Kuna watoto ambao wamepoteza vibali kwa wazazi wao. Kwa sababu hiyo, kila anachoshika hakiendi, kila anachotazama hakisikiki, kila kigusaba atawaza na kuwaza, labda nikakope, nianzishe biashara, inapotea. Hela zinapotea. Anawaza hivi, nifanye hivi, inapotea. Anafikiria hivi. Vibali vya wazazi wetu tumevitunza. Kibali cha kanisa tumekitunza. Kibali ulichopewa na Mungu umekitunza. Yombe tusema. Natamani leo tuombe juu ya wanaotaka kurekebisha vibali vyao. Kibali chako na Mungu unagundua kabisa kuna mahali umekichezea. Kuna mahali umekwenda sivyo. Kibali cha wazazi unakumbuka kabisa ya kwamba mimi na wazazi kuna mahali ambapo nilitamka vitu ambavyo sikustahili. Kibali nilikiharibu. Maana ukumbuka ya kwamba mimi na kanisa walinipa kibali, kanisa nimeharibu. Naomba usome hapa mbele, nataka tuombe. Tuite Bwana. Bwana alete vibali vipya kwa ajili ya maisha yetu. Naomba uje hapa mbele. Wewe uko tayari unasema, Baba nataka leo nirekebisha vibali vyangu. Nataka vibali vyangu leo niviweke sawa mbele yako. Nahitaji leo kupa vibali vipya. Njoo hapa mbele tuombe. Njoo hapa mbele tuombe. Niombe tumwabudu Mungu. Wakati tunamwabudu, kuna mtu anatamani vibali vyako vitengenezwe upya. Mungu vitengeneze upya. Utakuja hapa mbele. Wakati tunamwabudu Mungu, njoo hapa mbele, tutamwita Mungu ausike kwenye vibali vyako. Atazame kibali chako na kanisa, atazame kibali chako na familia yako, atazame kibali chako na wazazi wako, atazame kibali chako na mwanandoa mwenzako. Ninaomba tunapoimba, njoo hapa tuombe. Bye.
Nyosha mikono yako juu. Tunapoomba mwite Bwana, mwambie Bwana, mafanikio yangu yanategemea kibali chako. Mwambie Bwana, huduma yangu inategemea kibali chako. Baba atakutendea jambo jipya. Baba mfalme mwema, Yesu, ninakushukuru kwa sababu ni mwaminifu kwetu. Ninakushukuru kwa sababu ni baba yetu. Ninakushukuru kwa sababu ni Mungu wetu. Watoto wako tuko hapa, watoto wako tuko hapa Bwana. Saa hii ni saa yako Bwana ya kusema na mapungufu ya watoto wako. Baba, wako mbele zako, wanahitaji vibali juu ya mambo mbalimbali. Baba, ninajua ya kwamba bila vibali Mungu hatuwezi kufanya lolote. Mungu hatuwezi kupita popote. Bila vibali vyako